Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naibu Waziri wa Madini Dr. Steven Kiruswa ametoa ushauri wa kufanya maridhiano ya kweli baina ya wamiliki wa mashamba na wamiliki wa leseni ya madini katika machimbo ya dhahabu yaliyopo katika eneo la Nyakafuru, wilaya ya Mbogwe, mkoani Geita. Dr. Kiruswa ametoa ushauri huo tarehe 6 Juni 2025 katika kikao maalum kilichowakutanisha pande zote mbili zenye mgogoro na kuwashauri wafanye maridhiano ya kweli yatakayoleta tija kwa pande zote mbili kwa kuangalia haki zilizopo kwa kila upande ambazo ni wamiliki wa mashamba na wamiliki wa leseni. Katika kuhakikisha maridhiano hayo yanafanikiwa, Dr. Kiruswa ameunda timu ya wajumbe 17 watakaoshiriki katika mchakato wote wa kutafuta maridhiano kuanzia ngazi ya kijiji mpaka mkoa. Akielezea kuhusu majukumu ya timu hiyo, Dr. Kiruswa amesema kuwa lengo la kuunda timu itakayosimamia maridhiano ni kuhakikisha haki zinapatikana kwa pande zote mbili, hususan katika haki ardhi na haki madini, kufanya tathmini ya gharama husika na kufanya malipo kwa usawa na kuandaa mkataba maalum wa maridhiano utakaosainiwa na kuwasilishwa Wizara ya Madini. Awali akielezea kuhusu historia ya mgogoro huo, mkuu wa wilaya Mbogwe Sakina Mohamed amesema kuwa mgogoro umekuwa muda mrefu ambapo mpaka sasa una miaka 9 bila kupata suluhu kwa pande zote, ambapo unapelekea wilaya Mbogwe kukosa mapato yatokanayo na uzalishaji wa dhahabu. Hivyo amewataka wahusika kutumia fursa iliyotolewa na Dr. Kiruswa kuhakikisha mgogoro unamalizika kwa wakati. Pamoja na mambo mengine, Sakina amempongeza Dr. Kiruswa kwa juhudi mbalimbali anazofanya kuhakikisha mgogoro huo unakwisha kwa kutenda haki kwa pande zote mbili. Akielezea kuhusu hali ya mgogoro, afisa madini mkazi wilaya Mbogwe, Mhandisi Jeremia Hango ameeleza kuwa mgogoro huo umekuwa muda mrefu. Ofisi ya madini Mbogwe imefanya juhudi mbalimbali za kutatua mgogoro kuanzia ngazi ya kijiji mpaka wilaya, lakini mpaka sasa muafaka bado haujapatikana. Kwa mujibu wa sheria ya madini sura 123 kifungu cha 95 na 96 kinasema mwenye shamba anamiliki sehemu ya juu ya ardhi, huku mwenye leseni anamiliki madini yaliyopo chini ya ardhi katika eneo husika la leseni. Lakini utaratibu unamtaka mmiliki wa leseni kabla ya kuanza shughuli za uchimbaji atatakiwa kuingia mkataba na mwenye ardhi. Mohab TV, Mbogwe.